na kikubwa zaidi kwamba sisi tutakuwa pia na mashabiki wetu wengi kutoka Dodoma na Wadodoma ambao wako hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo tunachofurahia kwamba tutakuwa wenyewe, tutakuwa na watu wengi sana uwanjani, na mashabiki pia wa Simba waje pia, kwa sababu wao ndio wenyeji na sisi tutakuwa ni wageni, lakini baada ya dakika 90 sisi tutakuwa ndio wenyeji. Maneno ya Abdul Banda, anasema kiuhalisia wao ndio wageni, lakini baada ya dakika 90 kutamatika Dodoma Jiji watakuwa wenyeji na Simba ndio watakuwa wageni. Kauli hii inamaanisha nini, Peter Passion? Ni wazi wazi Dodoma Jiji wameweka dhamira ya kuibanjua Simba katika mchezo wa leo. Ndio dhamira kubwa. Ndio dhamira kubwa ambayo sasa ni nyepesi. Ni dhamira sawa, ni nyepesi. Ni nyepesi kwa sababu wamefanya preparation za mchezo. Ndiyo. Lakini ni ngumu kwa sababu hawajacheza mechi hiyo. Simba Sports sio timu ya kwenda kuifuata unasema kwamba unaenda kuibanjua. Ndiyo. Wote wanajua. Yaani timu zote ukiacha timu ziko 16. Ndiyo. Timu 14. Ndiyo. Katika ligi yetu zinajua kabisa zikienda kucheza na Simba zinaenda either kupata sare ndiyo au kufungwa. Timu 14. Timu 14. Timu ziko 16. Yaani ukipata sana umepata sare. Ndio maana lakini unakwenda kufungwa. Sasa kwenye 14 umemtoa Yanga, si ndio? Ndio maana yake katika timu inayomsumbua Simba ni Yanga. Yanga yeye hafungiki mbele ya Simba. Simba kamfunga mara ngapi Yanga bwana? Kwa hiyo umeegemea kwenye kile kichaka cha mechi 4 mfululizo. Hatana na hivyo. Historia tangu mwaka 1965 ligi inaanza mpaka leo. Ndio. Katika timu iliyofungwa sana ni Simba, ilifungwa sana na Yanga. Kwa hiyo kwa ufupi Simba ni mwembe wa uani wa Yanga. Simba hamuwezi kabisa Yanga. Yani Simba ndio kwa Yanga mwembe wa uani wa Yanga. Yani Simba ni mchekea, mdebwedo, afurukuti, ni dhoful hali kwa Yanga. Wanajua hata viongozi wa cross cha Simba wamekwambia wanajua. Kaduguda anasema kila siku hapa kwamba sisi tunaonewa na Yanga. Katika timu ambazo zinawasumbua kwenye ligi Afrika Mashariki, Afrika nzima ni Yanga. Na Kaduguda anasema ngoja kwanza hapo. Unazunguka mbuyu kutoka kumuelewa Passion kwa sababu meneja habari wa kikosi cha Simba wakati wanaelekea katika mchezo mgumu dhidi ya Dar es Salaam Young African alikili akasema kutoka kwenye kinywa chake yeye sio alikili ndio ukweli akasema kwamba ni kweli ndio Yanga wametufunga mara kadhaa. Sio mara kadhaa, mara nyingi. Hiyo mara kadhaa ni mara ngapi? Yaani ndio mara nyingi. Hiyo mara kadhaa anaisemea mara kadhaa kwa sababu. Sasa huo ni uoga wa kukutaja idadi. Hapana, ngoja nikwambie. Angesema kwa siku za hivi karibuni Yanga wametufunga mara 4. Lakini amekiri kwamba Yanga wamekuwa wakitusumbua kwa mara kadhaa. Sio kutusumbua, neno kusumbua mimi nasitaki kuisikia. Tanga Simba kashinda. Kwani Yanga Yanga sikafungwa na Simba paka Kibwa na slide. Ndio maana mara ngapi? Tanga Simba kashinda. Sasa msimu uliopita Simba alishinda. Ilikuwa mvua inanyesha. Simba kapata matokeo. Bao la Kibu. Kuna wakati imechezwa dabi kwenye michuano ya FA wakati huo ya Azam Sports, Yanga anakula nyingi. Bao 4. Atuzungumzia wakati ndio hiyo. Sasa hiyo mechi unaisema. Sasa hivi tunazungumzia wakati uliopo. Wakati sasa hivi. Wakati wa sasa hivi. Wakati wa sasa hivi Simba kafungwa mara. Simba ndo mchekea kwa Yanga. Sio mchekea. Kapasuka mara 4. Sema mwembe wa uani. Na tena katika hizo mara 4 kuna 5 hapo. Ngoja nikwambie. Wakati Simba inamfunga Yanga goli 4. Si ndio? Ndio. Kwenye finali ya Azam Sports Federation Cup kwa sasa CRDB Bank Federation Cup mechi inachezwa kati ya Simba na Yanga Benjamin Mkapa. Bao la kwanza linafungwa na Harrison Fraga Vieira. Bao la kwanza ndio nakumbuka vizuri katika bao 4 Louis Jose Mikison. Josh Onyango alijifunga, sio mechi. Hapana, sio hiyo. Ile moja. Okay, tuendelee. Ile moja. Sio hiyo. Sawa. Mabao ya Simba yani Simba anamkanda Yanga kama mtoto mdogo. Yanga anajitafuta. Yani kipindi kile lakini ni Yanga. Sawa. Ndio kibao kiligeuka. Ndio maana nakwambia hivi ile Simba ilikuwa haifungiki kwa chochote. Ile Simba nakwambia. Lakini hiyo Simba unaotuambia ifungike kwa chochote ndio Simba ya kipa Beno Kakolanya. Hiyo Yanga iko unga, Simba imetimia na
Kakolanya pale yuko Yanga sasa. Ndio maana nakwambia hivi. Yanga imeno Kakolanya. Ya Simba imetimia. Simba imetimia. Na wakatoka sare. Walitoka sare kama sikosei. Ndio maana nakwambia hivi. Ngoja. Tatu kwanza, tatu. Kocha Charles Boniface Mkwasa Passion. No, achana na hiyo. Tunasemea Zahera. Hiyo tatu sio hiyo. Hiyo tatu tunazungumzia hii ya bao la Barama Mapinduzi ile ya Kipenseli. Ndio hiyo nazungumza ile sasa ya Zahera. Hiyo 2-2 hiyo 2-2 Achaz Boniface Mkwasa master. Okay. Umenielewa? Na yule kijana wa Zanzibar yule Isa anafunga jioni. Umenielewa? Anafunga jioni 2-2. Simba ni tabia zao za kurelax baada ya kupata matokeo kipindi cha kwanza. Hata sasa hivi tunaishuhudia, si ndio? Ndio maana nakuja kwenye hoja yangu kwamba Dodoma Jiji wanapenda kucheza na Simba Sports, si ndio? Hapo tumerudi sasa. Wanaenda kucheza na timu ambayo wanaijua inaadhibiwa. Dodoma Jiji tangu amepanda ligi kuu aje kumfunga Simba, amemfunga lini? Lakini Simba ndio anashinda lakini kwa shida, yani lakini Dodoma hajapata matokeo. Kwani kikubwa ni nini? Kwani kikubwa ni nini? Unajua maana ukiangalia mfano wa mwalimu wa kikosi cha Dodoma Jiji Meki Maxime ameuzungumza mfano ambao ukiwa na uelewa mdogo huwezi kumuelewa. Amesema kwamba ndani kwako kiingia una uhakika wa switch kuikuta, unawasha tu. Ila Meki umuelewe Meki hapo. Ndani kwako kiingia unakuta switch. Lakini Meki hajamaanisha hivyo. Ilikuwa ni mfano wa Meki. Ngoja tusahihishe. Meki anasema hivi, mpira sio mchezo ambao utauendea kama switch. Nyumbani kwako unafika tu unabonyeza button unawasha. Maana sio mechi ngumu, ni sio mechi nyepesi. Kwa sababu Simba kuifunga Dodoma Jiji mara kwa mara. Kwa hiyo hata wao Simba wasizoee tu kwamba kuwakuta utawapasua. Umeelewa? Kwamba ni hize tu. Utaingia na utawasha taa, maisha mengine yataendelea. Kwani Simba pale haendi kuwasha taa? Simba timu kukufunga. Simba anaingia katika mchezo wa leo Passion akiamini, ana confidence kwamba anaenda kumpasua nani? Dodoma Jiji. Hata Dodoma pia anaamini hivyo. Dodoma Jiji anaamini, lakini hawezi kuwa na imani kama ya Simba. Hawezi. Of course namuelewa Geoffrey. Hawezi kuwa na imani kama ya Simba anaingia leo akiamini. Yani wewe leo hii anakwenda kumfunga. Yani ni sawa. Yani Dodoma Jiji saizi anaingia kabisa, anajiaminia kwa mimi leo naenda kubishana na Simba kabisa nipate matokeo. Hivi unajua kikosi cha Dodoma kilivyo kwa sasa? Wewe nikimwambia Peter Passion anitajie lineup ya Dodoma Jiji ambayo pengine anafikiri itaenda kuanza leo. Dodoma Jiji wana kikosi ambacho kinakwenda kubato na Simba. Kikosi cha ushindani. Kinakwenda kubato na Simba. Let's say muangalie mtu kama Peter Banda. Ndio. Umeelewa? Ni miongoni mwa wachezaji Abdi Banda. Peter Banda wa Simba. Hayupo. Abdi Banda ni miongoni Abdi Banda ni miongoni barobaro. Ni miongoni mwa wachezaji ambao ni masinia. Hata ukimsikiliza anavyozungumza kwamba kwa kupitia masinia kama yeye wamekusha zungumza wanakwenda kucheza na timu ya Kariba gani ambao ni Simba. Abdi Banda unajua kuna raha leo hii uko na Passion, si ndio? Peter Passion ndio amepita kwenye football. Yaani tunazungumza tunakaa na mtu ambaye anaijua football. Umeelewa? Mpira amecheza ni tofauti na president. Sisi tunafanya vitu vya kirahisi kabisa. Marais tunafanya vitu vya kirahisi. Sasa huyu kacheza football. Ndio. Ukiwa senior unapokwenda kwenye timu kuongeza morali ya timu kuna tofauti. Umeelewa? Kwa Abdi Banda ni miongoni mwa wachezaji ambao kwanza amecheza kwa mafanikio football, amecheza Simba. Sawa. Ameenda kucheza soka la kulipwa nchini Afrika Kusini. Amecheza national team Taifa Stars. Umeelewa? Na huyu Abdi Banda na ndugu yangu hapa kidogo ni maswahiba. Hata ukisikiliza mazungumzo yao wanaozungumza ni mchezaji ambaye anaamini katika mafanikio zaidi. Sasa ataweza kukubali kupasuka mbele ya Simba? Sasa yeye si mmoja, sikubali ni nani wakati yeye ni mmoja. Hujanielewa. Hujaelewa kitu kimoja. Hawezi katika yani kukubali kwa namna hii hivi. Umeelewa? Yani mimi siwezi kuona kwamba tunafeli. Umeelewa? Unajua tunakwenda kwenye mishemishe zetu uweze kukubali kwa unafeli. Yofu iko hivi.